Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Jakaya Kikwete, amesema utekelezaji wa Dira ya Taifa ya mwaka 2050 unahitaji utumishi wa umma wenye uwajibikaji, ufanisi, ubunifu na uwezo wa kusimamia kwa mafanikio sera na mipango ya serikali ili kutoa huduma bora kwa wananchi na kujenga imani kwa serikali. Ridhiwani ameyasema hayo leo Juni 17 katika kongamano la pili la utumishi wa umma Tanzania kwa mwaka huu 2026 lililofanyika jijini Dar es Salaam. Kongamano hili linafanyika katika kipindi ambacho taifa limeanza kutekeleza utekelezaji wa dira ya mwaka 2050 ambapo kwa upande wa Tanzania bara na Zanzibar wanataraji kuanza tarehe 1 mwezi Julai. Dira hii itatoa mwelekeo wa kujenga taifa linalojitegemea, lenye haki, ujumuishi na uhimilivu kwa upande zote. Mwelekeo huu unachochewa na maarifa, ubunifu na teknolojia. Kwa upande wa Zanzibar, dira inahimiza mwelekeo wa uchumi wa bluu, utalii wa kisasa na uchumi wa kidijitali. Aidha, dira zote mbili zinatambua umuhimu wa utumishi wa umma wenye ufanisi, uwajibikaji nyumbulifu na wa kisasa katika kusukuma mbele gurudumu la maendeleo kwa nchi yetu. Ndugu washiriki wa kongamano, ninatambua kuwa dhima kuu ya kongamano hili ni kutathmini nafasi ya utumishi wa umma katika kufanikisha utekelezaji wa Dira ya Taifa 2050. Napenda kusisitiza kuwa utekelezaji wa dira hizi mbili unategemea uwepo wa utumishi wa umma wenye uwajibikaji thabiti, unaosimamia kwa ufanisi sera na mipango ya serikali na unaotoa huduma bora kwa wananchi na hatimaye kujenga imani kwa wananchi na serikali yao. Vile vile, kutokana na mageuzi makubwa ya kiteknolojia yanayoendelea duniani, inatarajiwa kuwa utumishi wa umma hapa nchini utaendana na kasi ya ukuaji wa teknolojia hizo. Hivyo ni muhimu kuhimiza matumizi ya teknolojia mbalimbali ikiwemo akili bandia katika kurahisisha utoaji wa huduma, kupunguza urasimu na kuongeza uwezo, lakini pia kupelekea uwajibikaji kwa wananchi. Sambamba na hili, utumishi wa umma unaotarajiwa unapaswa kujikita katika kuhimiza ushirikiano wa dhati kati ya serikali, sekta binafsi na wadau wa maendeleo katika kuleta maendeleo ya taifa letu. Ndugu washiriki wa kongamano, nitoe rai kwa vyuo vyetu hivi viwili, Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania na Chuo cha Utawala wa Umma Zanzibar, kuhakikisha wanajikita katika misingi ya uanzishwaji wa vyuo vyote viwili. Misingi hiyo ni kutoa mafunzo, kufanya tafiti tumizi na kufanya ushauri wa kitaaluma. Kwa kuzingatia misingi ya uanzishwaji wa vyuo hivyo, napenda kutoa maelekezo yafuatayo. Mosi, kuhakikisha kuwa mafunzo yanayotolewa yalenge katika kujenga utumishi wa umma wenye sifa stahiki, uadilifu, uzalendo wa kitaifa, moyo wa kujituma, weledi, uwajibikaji na kufanya kazi kwa bidii kwa maslahi ya taifa letu. Pili, kutoa na kusimamia kikamilifu mafunzo ya lazima katika utumishi, ikiwemo mafunzo elekezi ya awali kwa watumishi wa umma wapya na kuhakikisha yanawafikia watumishi wengi zaidi katika ngazi zote za utumishi wa umma. Aidha, mafunzo ya umahiri kwa kada mbalimbali ambayo yamewekewa kisheria. Tatu, kuimarisha matumizi ya matokeo ya tafiti tumizi na shauri za kitaalamu zikazosaidia serikali za pande zote mbili za muungano kutatua changamoto mbalimbali za kiutumishi, ikiwemo kuchangia kuboresha sera, mipango na miongozo mbalimbali ya kiserikali. Nne, vyuo kushirikiana na wizara mama kubuni mifumo itakayowezesha watumishi wa umma kujenga tamaduni za kujiendeleza kimaarifa ili kuendana na kasi za mabadiliko ya kiteknolojia na kiutendaji kwa lengo la kufanikisha utekelezaji wa dira hiyo ya mwaka 2050 kwa pande zote. Kongamano hili, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni mwendelezo wa jitihada zilizoanzishwa mwaka 2025 kupitia kongamano la kwanza la kitaaluma la utumishi wa umma lililofanyika Zanzibar. Kongamano hilo la kwanza lilikuwa hatua ya kihistoria katika kuanzisha jukwaa la pamoja la kitaaluma kwa wadau wa utumishi wa umma, ambapo mjadala ulijikita katika uongozi,
matumizi ya teknolojia, ubunifu na uwajibikaji katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Aidha, kongamano hilo lilichangia kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania bara na Zanzibar katika kuendeleza utumishi wa umma wenye tija. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Bodi ya Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania na Baraza la Chuo cha Utawala wa Umma Zanzibar, napenda kuzihimiza taasisi zote zinazoshiriki kongamano hili, iwe kwa uwepo wao hapa ukumbini au kwa kupitia njia ya mtandao, kufuatilia kwa makini mada na mijadala yote itakayowakilishwa. Aidha, tunahimiza washiriki kutumia fursa hii kuchangia mawazo, uzoefu na mapendekezo yatakayosaidia kuimarisha utendaji wa utumishi wa umma nchini. Muhimu zaidi, tunatoa wito kwa kila taasisi kuchukua mafunzo, mapendekezo na maazimio yatakayotokana na kongamano hili na kuyatumia kama nyenzo ya kufanya maboresho katika mifumo, taratibu na utoaji wa huduma kwa wananchi, ili kuhakikisha kuwa malengo ya Dira ya Maendeleo ya 2050 yanatekelezwa kwa ufanisi na matokeo yanayoonekana. Hatuwezi kwenda mbele sisi, Mheshimiwa, kama hatujaimarisha utumishi wa umma, kuwa na watu makini waliobobea katika masuala ya kiutumishi. Huwezi kutekeleza utumishi wa umma kama bado una kasoro za kiutekelezaji katika masuala ya kiuchumi na maendeleo mengine ya kijamii. Kwa hivyo hawa walikuja, mimi nawatakia heri, na kwa vile nimeambiwa nitoe salamu tu, itoshe kwamba hizo ni salamu zangu. Nishukuru sana Mheshimiwa kwa kunialika, na natarajia Mungu akipenda tutaendelea kushirikiana kwa lengo lile la kuimarisha muungano wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kati ya Zanzibar na Tanzania.